Kevin vipi, uko vizuri? Ya, niko vizuri mshikaji wangu, niko vizuri, mambo yako fresh. Mbona leo wanachama na mashabiki wa Young Africans mnaonekana mna furaha zaidi hapa station? Tuna furaha kwanza kwa sababu ya matokeo ya timu yetu imefanya vizuri, tumepata sare, almost sare, tumepata pointi 4, kwa hiyo tufurahi na unaona kama tunakuwa tuna furaha kubwa sana ni kwa sababu ya Yanga tumepata ushindi na mechi moja tumepata sare, kwa hiyo tufurahi. Unafurahia kwa sababu ya Yanga ama na nyumba ya jirani mkiangalia namna ambavyo ina kelele yenyewe kwenu inakuwa ni faida? Kwa wenzetu wale wana maisha kukalili ambao na mimi niko nayajua tu hayo kwamba swala la kufungwa kwa Simba ni kawaida na so hii atafungwa tu. Kwa hiyo swala sisi tuko nalijua, watu ambao tuko najua mpira hivi vitu tulishaviongea muda. Nakumbuka wewe mwenyewe ndio ulinioje, nilikwambia, uliniuliza kuhusu makundi nikakwambia kuhusu hizo timu hizi. Sasa leo kwa wao kufungwa mimi siwezi kushangaa, niko nalijua kabisa wale jamaa wale wana timu mbovu, wana uongozi mbovu, ila wana maisha ya ujanja, ndio maana wanapata matokeo mara wa korobo. Kwao ni wao, lakini sisi kwetu sisi watu wa Yanga tuna furaha, tuna pointi 4. Tunasubiria ratiba mpaka mwakani Mwenyezi Mungu akituweka uhai, tuangalie mzunguko wa pili na Al. Vipi kwenye mkutano mkuu wa majirani huko? Vipi umeona ajenda zao zina uzito zaidi, wenda wakaja wakapindua msimu huu ukashangaa mabingwa ndio wenyewe Simba Sports Club baada ya mkutano mkuu? Ule sio mkutano, ule ulikuwa ni kituko. Yaani ule sio mkutano, ule kile ilikuwa ni kituko. Na nimesikitika sana nilivyoambia kuna wanachama wamehudhuria zaidi ya 700 suna. Nimesikitika sana, ni wauni wale. Yaani jamaa wale hata kama mimi ni Yanga, lakini jamaa jinsi walivyoendesha ule mkutano wale ni wauni yani. Hawatendei haki wanachama wao. Hawako tayari kwenda kwenye mabadiliko. Wanachama wanataka mabadiliko, wanachama wanataka mfumo mpya wa usajili kwa wanachama. Simba sasa hivi wanaenda mwaka wa 8, hamna mfumo mpya wa usajili wa wanachama. Ni wale miaka 8 yote ile pale. Watu wanataka mabadiliko, watu wanataka uongozi mpya, watu wanataka hoja zisizo zenye mishiko. Wewe unasoma unasema mwaka huu una budget ya bilioni 29, unataka kutumia bilioni 27. Sasa ule si ni wapigaji kabisa pale. Yaani budget ya bilioni 29 afu unataka kutumia bilioni 27. Hiyo bilioni 20. Sasa kwa nini usisema utenge budget yako bilioni 27 sasa? Kwa hiyo ni wauni wale viongozi wao. Akisimama wanachama anataka kuongea, yule mwenyekiti anamzuia. Mara si huko hapo kuna wasomi wengi. Yaani ni kama anawadhalilisha tu wale wanachama wao. Kiukweli yule kiongozi yule, yani ile uongozi wote ulikuwa pale mbele wale. Kuanzia yule mwenyekiti, yule kina Babla, yule CEO, yule mwasibu wao, hawajatendea haki wanachama wao. Watu wameenda pale wasikilize, watoe hoja zao. Watu wanataka kutoa mawazo yao. Sasa wewe unawazuia wasitoe mawazo yao kwenye klabu yao. Wewe unasema tu hilo limepita, wewe una ugomvi na Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Hiyo sio hoja ya kumjenga. Tena kiongozi utakiwa ujibu kama vile. Lakini mimi siwezi kushangaa kwa Simba viongozi wao kila mikutano matamko kama yanatokea. Lagi ashafanya vile akaambia nyie mashabiki wanachama kama mambumbumbu. Umeona huyu juzi mwingine magoli naye anaambia timu na viongozi wa afya akili. Kwa hiyo jamaa wale mimi mwenyewe nawashangaa, yani wanapata viongozi afu viongozi wao wanatolea matamko ambayo sio mazuri kwa wanachama wao. Kiukweli wamekosea. Ule ulikuwa mkutano ule. Afya akili aliyokuwa anaizungumzia Magori ndio tulioiona jana ama ni tofauti na hiyo? Kwa sababu akishasema viongozi wana afya akili na maanisha hata mwenyewe ana afya akili sasa. Sasa nesi kiongozi. Yani akishasema viongozi wa Simba wana afya, baadhi ya viongozi wa Simba wana afya akili. Inamaanisha naye yumo ndani ya kiongozi wa Simba. Anaonyesha yeye hajajiweka pembeni. Kwa kama kiongozi kama yule anatoa kauli kama ile pale, yani kwa timu ambazo zimeendelea na kwa watu ambao wako wamesimama vizuri. Yani alivyoongea ile kauli anatakiwa pale ajiuzuru yani. Yani pale anatakiwa ajiuzuru. Sasa ni kama unaweza kuongea wewe kiongozi, ni mwenyekiti wa bodi, unawashutumu viongozi wenzio. Sasa kazi mnafanyaje sasa hapa? Inamaanisha kutoka kuna maelewano wa kazi, inamaanisha hata Mangungu hawezi kukusikiliza. Sasa ushasema viongozi, baadhi ya viongozi wa Simba wana afya akili. Japo hajawa mention ni viongozi gani, lakini ushasema viongozi, inamaanisha kwenye idara ya Simba viongozi wapo. Ni mmoja wapo ni Mangungu ni kiongozi, kuna CEO, wana katibu wale, wanamweka hazina, wana nani. Wote ni viongozi. Kwa ushasema kauli kama ile pale viongozi wa Simba, baadhi wana afya akili, inamaanisha hata wewe mwenyewe unajihesabia umo. Sasa unabaki kwenye timu kufanyaje? Alafu na wale ni ile haraka zao za kwenda kwenye hiyo transformation. Ndio shida yao ile. Na kipindi kile Simba walikuwa na shida ya matokeo, mafanikio. Sasa ni ubingwa tulikuwa tumechukua sisi, Yanga walishapotea. Kwa hata mwekezaji wao walisema anakuja kuweka kwa bilioni 20, walikimbilia haraka. Sio kwamba walikimbilia kwa wanataka mabadiliko, wao walikuwa wanataka furaha. Lakini sasa hivi ndio wanaanza kujionea kwamba ile bilioni 20 tuliwekewa kwa tunadanganywa watu. Kwa hiyo sasa hivi watu wengi wanaanza kubumbuluka kiakili. Hakuna unachokifanya. Kama leo unasema unawekeza kwa bilioni 20, afu watu wanafika hadi bilioni 29 leo bajeti yenu, inamaanisha mlikurupuka kwenye transformation. Kwa sasa yale madhara kukurupuka ndio leo yanawaumiza wao wenyewe.
Yeah. Kevin bwana, tunarudi tena kwa upande wa Young Africans. Young Africans jana wamewasili hapa Tanzania baada ya kutoka kwenye mchezo wao mkubwa walioucheza siku ya Ijumaa kule Algeria dhidi ya wapinzani wao JS Kabylie. Young Africans jana zoezi la kumpa Diarra zile hela ambazo zilichangishwa lilifanyika kwa Djigui Diarra. Kwako umeitazama vipi hiyo, ama maoni yako ni yapi kwa kile ambacho mmekifanya kwa Djigui? Na jana aliwashukuru pia. Ya, kwa mimi, kwa mashabiki waliofanya vile, mimi nimewapongeza. Unajua kwenye mpira kila mtu ana ushabiki wake na kila mtu anaguswa na mchezaji anayempenda. Kila mshabiki ana mchezaji anayempenda. Kila mshabiki katika timu yake unaipenda timu nzima, afu na mchezaji fulani unampenda. Lakini kwa Diarra anapendwa, naona kila mtu anampenda. Hamna mwana Yanga ambaye anamchukia Diarra. Kila mtu anapenda Diarra awe kwenye ubora wake, na Diarra hapo kwenye ubora wake unaona mafanikio anayoyafanya. Yaani Diarra ni golikipa bora sana. Diarra ni golikipa anayejitambua. Yaani yule ni golikipa ambaye katoka kwao kaja kufanya kazi. Umeona bwana? Angalia zile yale mashambulizi ambayo anayokoa Diarra. Jinsi save alikuwa anazitoa zile. Unaona kabisa timu inapozidiwa unaona kabisa kwamba Diarra kama Diarra nini anakifanya. Kwa mashabiki kumpongeza kwa kumpatia chochote kitu ni jambo zuri. Tena ikiwezekana hata mechi inayokuja hapo amfanyie hivyo tu. Diarra akafanya mambo makubwa sana ndani. Toka amekuja Yanga mpaka leo Diarra kiwango chake imekuwa kikubwa na hajashuka. Ni mchezaji ambaye anajitambua, anajua amekuja Tanzania kufanya nini. Hilo ni golikipa ambao hata magolikipa wa Tanzania wajifunze kwa Diarra. So unakuja tu Yanga tu msimu mmoja tumepewa mechi mbili umedaka, unaota majipu pembeni, umedrop. Angalia Diarra na consistency. Huo ndio zaidi ya msimu ngapi? Mage msimu 4 ubingwa yote Diarra yupo. Msimu wa 5 huu hapa yupo. Mtu yuko kwenye ubora wake ule. Ni kitu ambacho wachezaji wa Tanzania magolikipa wajifunze. Na wawe makini unaposikia Yanga inacheza. Kama unajua ni golikipa, nafasi ya golikipa, position yako, mtazame Diarra, jifunze kwa Diarra. Kuna vitu vingi utajifunza na kuna vitu vingi utavipata kwa Diarra. Yule ni golikipa, ni zaidi ya goli, yani ni mwalimu katika magolikipa. Vipi safari ya Young Africans katika michuano ya kimataifa kwenye kundi lake? Unaitazama vipi mpaka hivi sasa? 50-50 ama? Kusema 50-50 hakuna. Unajua mpira sasa hivi wa Afrika tofauti na zamani bwana. Sasa hivi unajua zamani watu wanakalili ujue. Mtu ukisikia ukipewa Al-Ahly mtu unaogopa, ukipewa nani unaogopa. Lakini sasa hivi watu wanawekeza. Sasa hivi kama Yanga sisi tumewekeza, tuna wachezaji quality. Tuna wachezaji ambao tunaweza tukafanya competition na Al-Ahly. Sawa, mimi naenda kwa Al-Ahly kule. Mimi kule naruka naye yule. Ile ya mwisho msimu uliopita alinifunga 1-0. Na watu wanasema Yanga anaenda kule anapigwa goli 4 nimepigwa 1-0. Ule msimu ulioisha ule. Lakini msimu huu mimi naruka naye. Kama atanifunga kwake, Guantanamo naye anaacha. Atakuwa na 7 na mimi nitakuwa na 7. Maisha ndo ninaenda hivyo. Yule Farabat mimi nilimwambia ndugu yangu, Waarabu watatu hao kuna mmoja mimi nitaruka naye huko ugenini, sare nitapata. Nishapata moja tayari na pointi 4. Kwa sasa hivi hapa mwezi wa kwanza namfuata Al-Ahly. Kule mimi naruka naye, akijichanganya na sare, akijichanganya vibaya napiga. Pale. Akinifunga tunarudi hapa Guantanamo. Zanzibar pale atoki. Na mimi napiga tunakuwa na 7. Jamini sana Young Africa. Unajua kwa sababu anajiamini? Na mtu mmoja anaitwa Pedro. Yule kocha anajua mpira. Yule kocha anajua mpira. Bwana mimi nampongeza Engineer Hersi. Akia Mungu sikufichi Engineer Hersi apate maisha marefu, aendelee kutongoza wana Yanga. Jicho lake limeona blow yule kocha. Yaani Yanga katika makocha waliopita hakuna kocha ambaye kafikia ubora kama ujamaa Pedro. Ila leo kwa tunaongea watu watakuwa wanashangaa kwa sababu ndio ligi inaendelea. Ila mwisho wa msimu watakuja kuyakubali ya maneno. Yanga tumepata kocha. Yule ni kocha wa mpira, ni kocha mwenye mbinu. Yanga sisi tuko nakosa kwenye mashindano ya kimataifa, tuko nakosaga mbinu. Makocha kufundisha kina Gamondi sio alikuwepo? Huyu Lamovic alikuwepo. Tulikosa kocha mwenye mbinu. Muona faida ya kumchukua kocha anatoka national team. Yule ana mbinu. Sasa kaja Yanga katuonyesha mbinu. Waarabu mtaka kucheza nao chezeni hivi. Mkitaka kuwa press hivi. Mkitaka kudominate mpira kaeni nao hivi. Mkitaka kujitawanya, yaani unamuona hapo ile timu inavyokwenda unaiona kabisa. Na nafasi ngapi tumepata kwa mfano kama ile mechi JS Kabylie. Almost zaidi nafasi ngapi? Ekuwa kakosa, Pacome kakosa. Umeona Edmund Bilioni kakosa. Lakini mara kwanza mambo yale yalikuwa hakuna, Mudazili haya kakosa. Yale mambo zamani yalikuwa yapo, tukaenda ugenini, tunadominate sana mpira lakini nafasi hatutengenezi. Yule Belazuda ndiye anatufunga kwake pale. Hivyo. Tunacheza mpira lakini mashambulizi ndani hatuna. Lakini angalia kocha toka amekuja. Timu anaitengeneza kuanzia nyuma mpaka mbele, yani mpaka ndani ya box tunafika.
Mimi najiamini na najivunia kwa sababu ya kocha Pedro. Shukrani sana Kevin. Pamoja ndugu yangu, pamoja, kila la heri.